Yes, imekuwa ni muda mrefu sana tumefanya interview na wewe, lakini pia kwa mtu asiyekujua au kwa mara ya kwanza na kusikia Kavo au John ni nani hasa? Okay, asante. Kwanza niwaambie mashabiki kwamba jina langu kamili, majina matatu ya kiserikali, mimi naitwa John Johnson John, lakini watu wengi wananifahamu mimi kama Kavo. Tukimzungumzia Kavo ni mfanyabiashara ambaye amefocus kwenye biashara ya muziki, lakini pia amefocus kwenye biashara, anamiliki couple stores ambazo zinaingiza mali kama vile viatu vya plastiki, hizi buti na nini kutoka nchi za karibu zenye uchumi mdogo kama Malawi, Msumbiji na nchi za karibu. Lakini pia ni mhudumu wa saluni za kike, kwa maana ya kwamba ni dreadlocker, anafanya masuala ya dreadlocks, na sio wanawake tu, niseme ni dread stores, ni dread points, kwa sababu zinadili na dread kiujumla, iwe ya kiume iwe ya kike. So ni hivyo. Lakini kwa maana ya John bwana yupo katika makundi makubwa mawili. Cha kwanza, yeye ni mwanasiasa ambaye mpaka sasa anashikilia nafasi ya katibu wa jimbo la Njombe mjini, chama cha ukombozi wa umma cha umma. Lakini pia ndiye ambaye alikuwa mgombea wa nafasi ya udiwani kata ya Njombe mjini katika uchaguzi uliopita ambao tulifeli kama kwa 42%. So ni hivi. Okay. Umetisha sana. Umezungumzia mfanyabiashara, yeah. Kuanzia kwenye mziki kwamba umesema ni mfanyabiashara wa mziki. Yes. Mziki ni biashara? Yeah, muziki ni biashara. Muziki ni biashara na ndio maana kila siku tunasema kwamba muziki unahitaji uwekezaji mkubwa, kwa maana ya kwamba ili iwe biashara ni lazima uuze kitu au utengeneze kitu alafu kiuze watu wengine wanunue. So muziki umekuwa biashara kwa sababu tumekuwa na digital platforms nyingi ambazo zina stream muziki, sehemu kama Shazam, Audiomack, Spotify, ambao hao wote wana stream muziki, na kutoka pale msanii anakusanyia malipo yake na analipwa. So muziki ni biashara, japokuwa bado haitulipi kwa 1% kubwa, lakini bado ndiko tunakoelekea. Kila kitu kinahitaji muda na uwekezaji. Okay. Yeah. Kama mziki ni biashara, je, unatuambia nini kuhusiana na wasanii wa Njombe? Wanatambua mziki wanaofanya ni biashara au wao wanajua mziki ni kwa ajili ya kuwavutia nini? Kuna wale wenzetu wakishatoa ngoma moja basi unakuta sasa kila sketch inayokuwa iko mbele yake anaona ni halali yake. Yeah, ni sahihi. Biashara yoyote ambavyo inafanyika huwa hatufanani. Kila mmoja anafanya research na anafanya biashara yake kwa namna anavyoona yeye inamlipa. So niseme ni kweli, wasanii wengi wa Njombe bado hawafahamu kama muziki ni biashara na hawafuati zile strategies za biashara. Yaani wengi wanafanya muziki kwa kuangalia kipaji, kwamba mimi na kipaji na mimi najua kuandika, najua kuimba, lakini muziki unataka nini, uwekeze wapi, ufocus kwenye jambo lipi haswa ili ufanikiwe na iwe biashara. Hiyo sema kweli wasanii wengi wa Njombe hawafanyi. Kwa hiyo bado changamoto zipo, lakini na imani kwamba ndio inaendelea kujengeka, ndio tunaendelea kwenda mbele. Kwa vitu vitabadilika tu. Yes, umetisha sana. Tumepata somo hapo, kumbe mziki ni biashara. Yeah. Kitu chochote ambacho unafanya uwekezaji ni biashara. Kwa hiyo lazima ujitambue kama unawekeza ni nini ambacho unakifanya, kwa sababu sijui kama unawekeza afu hujui kama ni biashara ile. Hakika. Okay, umetisha sana. Tangu kipindi cha siasa hatujapata kuongea kiufupi sana. Uchaguzi wa Oktoba mwaka jana ulikuachia alama ipi kwenye maisha yako? Okay, ni kwa mara ya kwanza kabisa ambapo mimi kama John niliingia kwenye siasa baada ya kuona kwamba Kavo tayari watu wengi wanamjua. Lakini niwe mkweli kwamba sio kwamba nilikuwa tayari kuingia kwenye siasa kwa kipindi hicho mwaka jana 2025, lakini kwa nguvu ya aliyekuwa mgombea ambaye sasa hivi ni mheshimiwa mbunge wa viti maalum Sigrada Mligo, yeye alinifanya nikaingia kwenye siasa na nikaamua kugombea nafasi ya diwani kata ya Njombe. Kwa hiyo kuna vitu vingi vilitokea kwenye uchaguzi uliopita, lakini kwangu niseme siasa ya 2025 imeniachia kwanza ujasiri, kujiamini binafsi, kitu ambacho nilikuwa na hofia nilivyokuwa kabla ya kufanya ile hali ya kugombea, kwamba nilikuwa naogopa, nilikuwa naamini siasa ina vitu vingi hasa vya kishirikina na nini.
Kwa hiyo unaona kama ukiingia inaweza ukashangaa kesho haupo. Yani ilikuwa inanitia hofu ile ambazo huwa zinazungumzwa mtaani, lakini baada ya kuingia imeniachia ujasiri, imenipa nguvu, imenipa confidence. Lakini pia kitu cha pili na kikubwa, imenipa ile hali ya kutambua mimi nafasi yangu ni ipi kwenye jamii yangu ya Njombe, kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzo kwamba mimi nilifeli nafasi ya udiwani, lakini nilifeli kwa 42%. Kumbuka kwamba sikuwahi kufanya siasa kabla. Ina maana katika kura zote zilizopigwa 42% zilikuwa ni za kwangu, ambapo mwenzangu alipata 57% na 1% iliharibika. Kwa hiyo utagundua kwamba diwani aliyepo madarakani alinizidi kwa 9% tu. Mimi kama mpinzani kijana mdogo kwanza, lakini chama cha upinzani kupata nafasi kama hiyo na kufeli kwa 1% hizo kwangu alikuwa ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo imeniachia alama hiyo kwamba natakiwa kujiamini, imenipa hali ya kujiamini, lakini pia imenipa kujua kwamba kumbe nakubalika Njombe. Bado tu kuna vitu natakiwa kuvifanya, kuongeza juhudi, unafika unakoelekea. Yes. Okay. Kumekuwa na maneno mengi huko mtaani baada ya uchaguzi yanayopelekea watu kuamini kuwa wewe katibu wa jimbo la Njombe mjini na Mheshimiwa Sigrada Mligo ambaye ndo mbunge viti maalum mkoa wa Njombe kwa hampo sawa, hamwelewani. Kwa kiufupi sana, hilo unalizungumziaje wewe kama katibu kijana na mwanaharakati, una lipi la kusema kwa Mheshimiwa Sigrada Mligo? Okay, hizo ni rumors ambazo zimetembea kwa muda mrefu, na sijui ni kwa nini vijana wa Njombe bado tunaamini kwamba kupishana kimawazo ni kugombana. Sisi kama chama cha upinzani, na nikizungumza mimi maana yake unajua ni sauti ya chama kwa sababu mimi ndiye katibu. Sisi hatuamini katika ukimya. Sisi tunaamini katika utofauti wa kimawazo na kifikra. Kwa hiyo nawaza kwamba mimi nafikiri kitu hiki kwenye engo yangu na mtu mwingine akafikiri kitu kingine kwenye engo nyingine, jambo lile lile, umeelewa? Hapo haimaanishi mmepishana. Hapo maanake haimaanishi mmegombana, inamaanisha mmepishana kifikra, kitu ambacho sisi kama wanasiasa ni jambo kawaida sana. Ndio maana kuna bunge, kuna vitu kama hivyo, ili kila mmoja aje alete mawazo yake juu ya jambo fulani. Kwa hiyo unakuta kwa mfano kama bungeni itakuja budget, labda budget ya wizara ya siasa, wabunge wote wanatoa mawazo yao juu ya ile budget. Sio kwamba wote watakubali, lakini mwisho wa siku utapata kitu kimoja ambacho ni bora. Kwa hiyo ndivyo ambavyo kwenye chama chetu tunaendesha chama katika mfumo huo. Kwa hiyo mimi na Sigrada ambaye ni mheshimiwa mbunge viti maalum tulipishana, ni kweli kimawazo, yani yeye kwenye jambo moja yeye akawa na mawazo yake na mimi nikawa na mawazo yangu, lakini hiyo haimaanishi sisi tumegombana kabisa. Mawasiliano ya mimi na Sigrada yako sawa, tunawasiliana, tunazungumza kama katibu, panapotakiwa utekelezaji, kila kitu kinatekelezwa. Isipokuwa sasa, kitu kingine ambacho nilikielewa ni kwamba watu wengi wanataka, kwa sababu walikuwa wanakuona na Sigrada Bennett wakati wa kampeni, basi wanataka pia wakuone sasa hivi Bennett na Sigrada wakati wote. Wamesahau kwamba mimi nina majukumu mengine ya kifamilia na ya kijamii, na pia nina kazi ya kujenga chama ndani ya jimbo langu, lakini Sigrada pia ana kazi ya kutetea wananchi kule ambao wamempeleka kule. Kwa hiyo unakuta watu wanasahau hilo, wanataka tuwe Bennett wakati wote. Lakini kwa kifupi sana niseme kwamba mimi na Sigrada tupo sawa, hatuna shida yoyote, kila kitu kipo sawa na kipo kwenye control. Watu waache hizo fikra potofu zipo. Okay. Lakini kwa kusema kwamba namshauri nini au na kipi cha kusema kwa Sigrada, niseme tunajivunia, kwa sababu mimi kama katibu wa jimbo, niseme jimbo langu ndo jimbo pekee la Chauma ambalo limepeleka mbunge viti maalum pale bungeni, ukiachana na aliyekuwa makamu wa rais Devota Minja na yule mbunge ambaye alishinda kule Dar es Salaam. Kwa hiyo ina maana kwamba mimi ndio katibu pekee ambaye nimepeleka viti maalum bungeni, si ndio bwana? Najivunia namna anavyofanya kazi, namna anavyozungumza, namna anavyoitetea Njombe, namna ambavyo hasahau watu wake wale ambao walimsupport kwenye kampeni. Nilikuwa nasikia majuzi kati kilio cha mawakala kwamba mbona mbunge amekuwa bize. Nataka niwatoe hofu kwamba anakuwepo bungeni muda mwingi sana. As long as anarudi, kila mmoja atakumbukwa kwa nafasi yake, kila mmoja atakumbukwa kwa nafasi yake. Tuwe tu watulivu na tuwe wapole. Kwa hiyo shout out kwa Sigrada, anafanya kazi nzuri sana. Turudi kwenye mziki. Ikitokea nafasi ya shukrani 3 muhimu kwenye mziki wako, ni nani na nani utawapa vipaumbele? Watu 3 muhimu kwenye muziki. Nadhani kwanza, shukrani ya kwanza iende kwa Mwenyezi Mungu anayetupa nguvu na uhai, afya, lakini aliyeweka kipaji ndani yangu.
kiasi kwamba nikiimba kuna watu wengine wanachukua challenge, kuna watu wengine wanachukua nyimbo wana dedicate kwa wapenzi wao na vitu kama hivyo. Kwa kwanza, shukrani ya kwanza iende kwa Mwenyezi Mungu, lakini wa pili, shukrani ya pili iende kwa media. Media zote kiujumla, kwa sababu unaweza kuwa na kipaji lakini kama media haziji kukuona, kama media haziji kukutafuta, kama media hazioni unachokifanya, maana yake hakuna namna ya kutoa bidhaa yako ya kipaji kupeleka kwa watu. Kwa hiyo media ndio chombo pekee ambacho kinakuja sasa kuchukua kile ulichonacho kupeleka kwa watu, kukutambulisha, alafu watu wanafanya maamuzi kama unafaa au hufai, lakini wao wanakuwa wameshatimiza wajibu wao. Lakini watu watatu nadhani sasa ni mashabiki ambao kwa namna moja au nyingine wananipokea, wanakubali, wanapenda ninachokifanya. Nawashukuru sana, tuendelee kusapotiana. Umetisha sana. Baada ya interview yako na kituo kimoja cha redio hapa mjini kuhusu show iliyotakiwa ufanye siku ya Mwenge kuto kufanikiwa, wasanii wengi wameibuka na kutoa malalamiko yao. Kiufupi sana, tuambie sisi mashabiki ni nini kilitokea hadi ukashindwa kufanya show, na unadhani kwa nini wasanii wengi walalamike baada ya wewe kuanza? Okay. Mimi kwanza ninaamini ya kwamba mimi ni kiongozi. Ukiachana tu na msanii, mimi ni kiongozi. Kwa hiyo wakati mwingine kuwa kiongozi ni kuona kitu ambacho watu wengine bado hawajakiona. Mimi nilikuwa approached, walini approach kwamba niende kwenye ile show, na wakaniuliza demand yangu kwamba ni kiasi gani nataka kulipwa ili nikafanye show ya Mwenge, kitu ambacho kizalendo kabisa niliwaambia kwamba chochote ambacho serikali mmeandaa mimi nitapokea, kwa sababu nafahamu ya kwamba mimi ni kiongozi wa upinzani. Kwa hiyo wakati mwingine ukileta demand kubwa wanachukulia kama opportunity ya kukuweka pembeni usikutane na mashabiki zako. Kwa hiyo maanake mimi nilisema kwamba chochote ambacho mmekiandaa nitakikubali, nikijua kwamba natakiwa kufanya show ya Mwenge na natamani kufanya show ya mtindo huo, na hiyo ni platform kubwa kwa kuitumia. Lakini yule afisa, nadhani sio afisa, ni kamati ya uhamasishaji, nadhani alikuwa mwenyekiti wa uhamasishaji, akaniambia nitakurudia. Baada ya hapo hakurudi tena. Kwa hiyo kwangu sikuona kama show ambayo haijawa confirmed, yani hawaja confirm naweza nikatakiwa kwenda wakati watu hawaja confirm show. Huo ni uelewa wangu mimi kwamba siwezi kwenda kwenye show ambayo hatujafanya confirmation kwamba bwana tutalipwa hivi, utalipwa na huyu, kama advance ni hii, basi isingewezekana. So nilivyoenda kufanya interview na hicho kituo cha redio, haikuwa na maana nilienda kuwashtaki. Mimi niliitwa kwenye interview kwenda kuulizwa kwa nini muda wa show umefika, tunakuita Kavo, mashabiki wanapiga kelele pale, unajua Kavo anakuja, we haupo. Na jina lako liko pale na posta yako ilipanda kwenye page ya halmashauri, halafu kwenye show hujaja, kwa nini? Kwa hiyo mimi pale nilisema ukweli kama jamani, hawa jamaa mimi walini approach lakini hatukufikia muafaka. Walisema tutakurudia, na uzuri tulitumia njia ya message. Kwa zile message zilikuwepo na niliwaonyesha pale, jamani message hizi hapa, sema tutakurudia na hakurudi tena. Sasa kama hawajakurudia mimi siweza kujipeleka. Kwa hiyo nadhani kilichotokea ni kwamba wasanii wengine pia walipata approach ya mtindo huo, lakini kwa kutokuwa na uelewa na kutojua thamani za kazi zao, wao walijipeleka kwenye show. Wakaimba kweli, kwa sababu umeshafika sehemu ya eneo la tukio na wewe ni msanii. Kwa hiyo utajikuta tu umeimba, lakini ukishashuka unamfuata nani hujui. Na unakuta kwa mfano kuna msanii mmoja sitamtaja jina, alisema yeye alivyoshuka alienda kwa mtu fulani, bwana nimeshashuka, malipo yangu vipi? Kwa maana malipo ulikubaliana na nani? You understand? Ulikubaliana na nani? Kwa hiyo nikajifunza kwamba kumbe hata mimi ningejipeleka, maana ilikuwa ni hivyo. Lakini niwaambie wasanii wenzangu kwamba tuna kazi ya kushikamana kuongeza thamani ya wasanii hasa wa muziki, lakini pia tuna kazi ya kujua value zetu na kutojipeleka kwenye show bila utaratibu. Lazima kwa mtu anayejua thamani yake asingeweza kujipeleka kwenye show ambayo haijawa confirm. Kwa hiyo hilo ndio ambalo lilikuwa. Okay. Yes. Unafikiri hawa wasanii sasa wanaolalamika aidha wamekosa kujisimamia au namna gani? Ni uelewa. Mimi mara nyingi huwa nasema wasanii wengi wa Njombe hawana uelewa wa muziki, yaani hawana elimu ya kile wanachokifanya. Kwa hiyo watu wanafanya muziki lakini hawana elimu ya ile muziki unataka nini, kipi kifanyike, kipi hakitakiwi, hiyo misingi hawana.
Kwa hiyo niseme kwamba wasanii tunatakiwa tujifunze, tuwe tunajifunza sana kwa wenzetu. Namshukuru Mungu kwa sababu mimi ni mtu ambaye natoka sana nje ya Njombe. Nakutana na artist wengi, nakutana na event nyingi. Hata event ya Diamond ya Dodoma majuzi kati nilikuwepo. So nilienda kwa ajili ya kutumbuiza, nilienda kwa ajili ya kujifunza. Show ya mwisho ya Harmonize ya Small Planet Tabata nilihudhuria pia. Sikuimba, lakini nilienda kwa maana ya kujifunza. Usipokuwa mtu wa kujifunza wenzako wanafanya nini na wanaendeshaje kazi ya muziki, hauwezi ukapata changamoto na hauwezi kujifunza. Kwa hiyo wasanii tutoke, na sio lazima utoke, unaweza kujifunza hata kwa watu. Wapo kina B2K wana uwezo mkubwa tu na wana watu wao wengi tu, unaweza kujifunza kutoka kwao, wao wanafanyaje. Kwa hiyo unakuta kwenye show, kwa mfano kama show ya Mwenge, naamini msanii ambaye alilipwa pengine ni Tundamani, kwa sababu huwezi kumtoa Tundamani alikotoka hadi aje hapa afu usimlipe. Nadhani B2K lazima alilipwa kwa sababu ndo msanii mwenye value kubwa nyanda za juu kusini, lakini nadhani hao tu. Sijui kama kuna mwingine, labda Masai, lakini sidhani kama kuna wengine wote walifanyishwa kazi bure, which is so cool. Uzalendo, walifanya uzalendo. Sasa uzalendo ni vyema ukaambiwa kwamba bwana unakuja kwenye show, lakini show ya kizalendo. Sasa si walijipeleka? Kwa sababu tumefuatilia moja interview ya afisa utamaduni halmashauri ya mji wa Njombe, ameulizwa kwamba hawa wasanii watambui hawa watu walipelekwa majina yao kwenye kamati ikamwambia hapana, hawa tutaweza kufanya nao kazi. Lakini siku ya tukio walienda kuimba. Tafsiri yake ni nini? Walifanya uzalendo. Sasa mimi ninachoamini ni kwamba kama msanii hakutakiwa kwenda kuperform, basi hakuwa na mwaliko. Yes. Kwa wakati mwingine ili kusaidia, kwa sababu unajua afisa utamaduni yeye ni mlezi. Yeye ni mlezi wa sanaa. Wakati mwingine ikitokea msanii cabinet imekaa imemjadili kaona huyu hafai, wasimbalishe jukwani. Akifika pale asipande. Kwa sababu akishapanda maki umemfanyisha kazi, lazima atalalamika na atakuchafua. Lakini kama kweli kumapproach, hakuna haja kumruhusu apande jukwani. Mimi nadhani hiyo ilikuwa sawa. Nini ushauri wako kwa mamlaka zinazosimamia sanaa mkoa wa Njombe na wasanii wenzako? Kwa upande wa mamlaka, kwanza ni waombe wajaribu kuongeza thamani ya wasanii. Sisemi kwamba afisa utamaduni afanye kazi, lakini bado thamani ya wasanii wa Njombe ni ndogo sana. Na yeye kama mlezi, yeye kama sekta yake, inapotokea wasanii wa Njombe wanalalamika njaa, asije akaona fahari kama hivi alivyosema kwamba hawajui. Wasanii wa Njombe wanapolalamika kwa namna yoyote, ajue hicho kidole kinaenda kwake moja kwa moja, kwamba yeye ndo muhusika. Kwa nini huwezi kuongeza thamani, kuongeza value za wasanii wa Njombe? Kwa hiyo kama kuna namna yoyote ya kufanya, kama kuna elimu hawana, kama kuna kitu hawana, maana wewe afisa utamaduni ndio kazi yako kuwapa hiyo elimu. Kwa hiyo niombe mamlaka zijaribu kuangalia namna ya kuongeza thamani kwa wasanii wa Njombe. Lakini kwa wasanii wenzangu wa Njombe ni vile vile tu kujifunza na kujua thamani zao. Hebu tuendelee kujua thamani zetu, tusiwe watu tu wa kwenda kama mang'ombe, sio kweli. Okay. Baada ya wimbo wako wa AI kuachiwa na kufanya vizuri, tutegemee ujio wa ngoma mpya hivi karibuni? Yeah, sure. Kuna ngoma, unajua mimi na ngoma nyingi sana ziko ndani, lakini nadhani sasa hivi pia na majukumu ya kisiasa yananikabakaba sometimes, nashindwa kufanya vitu vingi kwa wakati kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Lakini waambie mashabiki kwamba muda sio mwingi, wataona ngoma mpya zimetoka. Sasa hivi nilikuwa na plan ya kuachia collab. Sasa unajua kwa sababu ya masuala ya collab ndio maana yanachukua muda mwingi kidogo. Unajua collab tayari ni kitu ambacho unatakiwa kufanya na mtu mwingine. Na unakuta collab umefanya na mtu labda yupo Iringa au yupo Dar es Salaam, kwa mpaka umfuate ufanye nini, vitu vinakuwa ni vingi kidogo. Kwa hiyo nategemea kuachia ngoma mpya soon, lakini wanivumilie kidogo, mambo yatakuwa tu vizuri. Okay. Yeah. Nilipita siku 2-3 hivi kwenye akaunti yako. Yeah. Niliona umeandika waraka fulani hivi pale ukimpa saluti sana mheshimiwa ambaye alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Njombe, lakini sasa hivi yuko Makete Kisa. Ulimpa saluti sana. Yes. Yani ni mtu ambaye wakati unaandika nilivuta picha, mwamba ulikuwa hali gani? Ilikuwa kwenye moment gani? Kwanza nitumie fursa hii na media ya Asili Yetu kumpa shout out sana mheshimiwa Kisa Bwakisa. Ajue kwa dhati kabisa kwamba moja kati ya mashabiki nilionao kuna mtu anaitwa John Johnson au Kavo, na kwa bahati nzuri au mbaya
sio muumini wa Chama cha Mapinduzi. Yani, yes, ikiwa na maana kwamba ajue kwamba mashabiki waliokuwa nyuma yake sio wa chama chake tu. Najua kwamba ukiwa serikalini huna chama, lakini ana mashabiki wa aina fulani. Kwa mara ya kwanza mimi namfahamu Kisagwa Kisa, ilikuwa ni kwenye uzinduzi, kwenye hafla ya uzinduzi wa zahanati ya polisi ambapo yeye alikuwa mgeni rasmi na mimi nilikuwa ni msanii ambaye nilipata nafasi pale jeshini ya kufanya pale polisi kwa ajili ya kutumbuiza pale. So niliungana na askari wengine tukawa tumetengeneza wimbo ambao tulifanya pale. Kuanzia ile siku nikajikuta nimekuwa shabiki yake. Ni mtu ambaye anajali sana, ni mtu ambaye yuko open, ni mkweli sana, yuko straight pia. Nadhani pengine ndio tumeenda sawa sana. Ni mtu ambaye yupo kama mimi tu, yani amenyoka sana. Hii ni moja basi iwe moja, usiwe na pinda pinda. Lakini kile ambacho kilifanya nimfahamu na nimthamini zaidi, nikutana naye kwenye show ya Mei Mosi ambapo yeye nadhani alikuwa mwenyekiti wa masuala ya burudani na watu fulani fulani kutoka Ikulu kule walikuwepo pale. Namna ambavyo alinyosha maelezo kwa wasanii na namna alivyotumia njia kupata wasanii wakali wa kuperform pale, nilielewa kwamba ni mtu ambaye anathamini sana. Anathamini sana wasanii hususan vijana, na ndio maana umeona ile posti, sikuposti mimi peke yangu, waliposti wasanii wengi. Yani baada ya kuposti walikuja wasanii wengi, akina Zoboy waliposti, akina King Pass waliposti, kina B2K ya waliposti. Yani ilienda kuamsha watu, yani watu walikuja. So ni kiongozi mzuri sana. Mimi binafsi niishie tu kusema mimi ni shabiki yake. Mimi nadhani kama kuna wanasiasa watatu pengine Njombe ambao mimi nawashabikia, basi wa kwanza nitampa Sigrada, wa pili nitampa yeye, na watatu nitampa Mheshimiwa Mtaka. Ni watu ambao napenda jinsi ambavyo misimamo yao imenyoka, vitu vimenyoka sana, wanazipokea. Yani wazipokee, hawana kona kona. Napenda mtu akiwa hivyo. Okay. Yeah. Umeeleweka sana ndugu yetu Kavo. Kwa upekee sana, tupe listi ya wasanii wako watano wakiimba unawakubali sana kutoka mkoa wa Njombe na unawafuatilia kweli kweli. Okay, wasanii watano wa kuimba. Kwa nini wa kuimba tu, mbona wa kurapu amwaweki jamani? Okay, tuweke na watu wa kurapu na. Okay, Njombe ina wasanii wengi na ina vipaji vingi sana. Lakini mi binafsi mtu wa kwanza kabisa nitampa Ibra Melody. Yeah, Ibra Melody ni moja kati ya wasanii ambao nadhani Tanzania na dunia kiujumla haijajua ana kitu cha aina gani. Nadhani siku kija kulipuka kile kitu kilichopo ndani yake hata kuwepo hapo. Kwa hiyo yeye nimpe nafasi ya kwanza. Nadhani hapo mimi nijitoe. Yes, nafasi ya pili nimpe B2K. Nafasi ya pili nimpe B2K kwa sababu ni msanii mwenye juhudi kwa kweli. Ana strategies sahihi. Anajitahidi ku maintain ile game, kitu ambacho si kila msanii anaweza. Kwa hiyo nadhani nimpe nafasi ya pili B2K. Nafasi ya tatu nimpe King Pass. King Pass ukiachana na jitihada alizokuwa nazo, pia ni msanii mwenye uwezo mzuri sana. Nafasi ya nne hii nitajaribu kutoa kwa wasanii ambao wanakuja. Nitampa dada mmoja anaitwa Hadatha. Hadatha ni moja kati ya wasanii ambao mimi binafsi nikisikiliza nasikia kipaji. Yuko wapi huyu? Yupo hapa Njombe. Yeah. Hadatha ni moja kati ya wasanii ambao mimi nikisikia nasikia kipaji kabisa kabisa. Na watano na wa mwisho nadhani ni wafunganishe kati ya Ngole Music na TXR. Wana deserve, wanapambana sana. Watu wawili wanachuana. Nadhani ni watu ambao ukiwaweka kwenye stage moja utagundua kwamba yes. Saizi Sika Melody tumemtupa. Amerelax. Mimi simpi mtu nafasi kwa sababu ya nini, nampa kwa sababu ya namna anavyopambana. So amerelax. Nadhani baada ya kwamba ameachia ngoma kadhaa amekuwa sio tena bora. Yani hafanyi tena kazi nzuri. Unadhani kwa nini? Kwa
sababu tunaamini kipindi wakati mko karibu na wewe kuna stori zile kwamba dogo ulikuwa unampa mistari afu yeye anasema hii nimeiandika mimi, lakini wahenga wajumbe tukichungulia tu tunaona hii miondoko hii ni ya Kavo au kuna nini hapa? Kwa sababu kuna watu wengi wametuambia kwamba Sika Melody ameporomoka, wanatumia neno ameporomoka. Okay. Sasa tunatafuta sasa, tukimuuliza yeye hawezi kujibu, anasema yuko vizuri. Sasa tuje kwako. Sika Melody ameporomoka. Ni sahihi kabisa. Nasema ameporomoka kwa sababu hayupo karibu na mimi. Lakini Sika Melody ameporomoka kwa sababu ni huruka ya wasanii wa Njombe, akishafanya ngoma kadhaa anaamini tayari yeye ni mkubwa. Haweki tena zile juhudi alizokuwa anaziweka mwanzo. Mwanzo alikuwa anaweka juhudi, unakuta yani kweli, yani unaona kabisa yes, huyu mtu anapambana. Lakini sasa hivi amerelax. Anaachia ngoma ize hazifanyii upembuzi ngoma zake. Yani unakuta inatoka ngoma lakini ni ya kawaida. Nadhani hicho ndo kinachofanya, kama si mimi tu basi na watu wengine pia wanaamini kwamba uwezo wake umeshuka. Yeah. Okay, umegusia ishu ya Ngole Music pamoja na Tixiara. Yeah. Unadhani kwa nini hawa wanachuana? Kama Tixiara angekuwa ni mwanaume basi nadhani mimi ningemshusha Ngole. Okay. Ningemwacha Tixiara kama Tixiara angekuwa ni mwanaume. Lakini ninacho appreciate Tixiara ni namna ambavyo anaweka juhudi kwenye kufanya vitu vizuri. Ni msanii anayejifunza sana. Sina hakika na watu wanaomzunguka ukimtoa Bialoni, lakini yeye kama yeye ana kipaji. Okay. Anastahili kufika anakotaka kwenda. Okay. Umetisha sana Kavo, tumepiga dakika za kutosha sana. Tumalize, tunalipi sasa la kusema na mashabiki? Mashabiki nawaomba wasichoke kusapoti kazi zetu. Bado tuna safari ndefu, hilo tunalijua. Hata sisi wasanii tunafahamu kwamba bado tuna safari ndefu, lakini kama wao hawatoamua kushikana na sisi, maanake tutaendelea kupokea wasanii kutoka pembeni ndo waje wa support Njombe, wakati artisti wa ndani wapo na uwezo wa kusimama. Kwa hiyo wao ndio wakutupa nguvu kuona kwamba tunatakiwa kufanya, tuna deserve kufanya, na wapo watu ambao wanatusupport na maana tunafanya. Nadhani wasituchoke, hilo ndio kubwa. Umetisha sana, na sisi Asili Yetu TV tukushukuru sana kwa time yako kutupa kupiga story. Ni kitambo sana hatujaweza kuzungumza. Yeah. Lakini leo tumeweza kuchimbua kiupana zaidi, tumejua kwenye siasa ilikuwaje, issue ya Mwenge ilikuwaje, maana watu wakawa nasema Kavo bwana aliitwa mara 3 hakwepo, alisusia show sijui nini. Watu wasema hapana, Kavo inawezekana amenyoka, inawezekana kibunda hakikuwekwa mezani na kama kiliwekwa mezani Kavo mbona bado yuko uraiani? Imekuwaje? Ina maana kama kungona kibunda kimewekwa sasa hivi ningekuwa pale chini jamani, ningekuwa tunakuletea matunda pale. Umetisha sana, karibu tena kwa wakati mwingine. Asante sana Asili Yetu TV. Shukrani sana, tukutane wakati mwingine tena.